taasisi yetu ya NEMC kwenye kanda zote 13 tulizo nazo washirikiane na ofisi za bonde za kila kanda, washirikiane na ofisi za bonde za kila kanda kuhakikisha beacon au mawe ya mipaka yanawekwa kwenye vyanzo vyote vya maji. Mito yetu mita 60 yawekwe mawe, ili wananchi wetu wanapofanya shughuli zao wasiingie kwenye maeneo ya vyanzo vya maji. Bahari yetu, maziwa yetu, vyanzo vyenyewe kwa maana ya maporomoko, vyanzo vya mito, mahala mito inapoanzia kwenye ardhi ya oevu, tuweke mipaka inayoonyesha kwamba hapa ni mwisho wa shughuli za kibinadamu kufanyika. Na nitumie nafasi hii niwaombe sana wenzetu wa asasi za kiraia, taasisi, tupeleke fursa na shughuli mbadala kwa wananchi wetu ambao wanafanya shughuli zao kwenye vyanzo vya maji, ili waache kufanya shughuli hizo na hatimaye muwape shughuli mbadala za kiuchumi. Mshirikiane na sisi serikali ili tuweze kuyahifadhi mazingira yetu. Taasisi yetu ya NEMC pamoja na serikali ya mkoa kwenye mkoa wetu wa Tanga, niwapongeza sana kwa namna mnavyoshirikiana na wadau wa hifadhi wa mazingira. Wamezungumza hapa, tuendelee kushirikiana na wadau hawa, tuwawezeshe mahala wanapotuhitaji, tuwawezeshe wanapohitaji vibali, tuwapatie wanapohitaji uwepo wetu, tuwe nao. Hawa ni mkono wetu katika kutekeleza shughuli za uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo tushirikiane nao. Tumeendelea kutekeleza maelekezo ya mwanamazingira namba 1 Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha tunafanya msalagambu kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kufanya usafi katika jiji letu la Tanga. Tunajua uchafu mkubwa unazalishwa, bado kuna changamoto ya kuhakikisha tunauondoa wote, lakini zipo juhudi kubwa ambazo zimefanyika kuhakikisha tunashirikiana na wadau wengine kuondoa uchafu ambao unazalishwa katika jiji letu la Tanga. Kama ambavyo tumesema, katika mkoa wetu kuna maendeleo makubwa. Kwa hiyo lazima hata uzalishaji wa uchafu ni mkubwa sana. Pia nipongeze hotuba nzuri ambayo imetolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri ambaye ndio mgeni rasmi, akiwa amelenga umuhimu wa Tanzania kuendelea kulinda rasilimali hususan katika swala zima la mazingira, kwa maana kuhifadhi misitu yetu, ikiwa ni sehemu mojawapo ya kuepuka majanga ambayo yanaweza kusababisha uchumi wetu ukadorola, kwa sababu sehemu ya kipato cha taifa inategemea sana kwenye rasilimali hususan mambo mazima ya mazingira. Lakini vile vile la umuhimu kubwa sana, kupitia siku hii ya mazingira duniani tunakumbushwa namna ya kuhifadhi na kutunza mazingira yetu kama sehemu ya maisha ya Mtanzania, kwa sababu bila kutunza hizi rasilimali tulizokuwa nazo hususan misitu na kadhalika, hatuwezi kufikia malengo. Kwa hiyo niwakumbushe tu Watanzania wenzangu, siku hii ya leo iwe ni sehemu ya kukumbuka namna ya kutunza misitu katika nchi yetu ya Kitanzania, lakini namna ya kutunza mazingira yetu katika maeneo yetu ya kazi, hususan maeneo ya viwanda. Kama hapa Tanga tunavyo viwanda vya kutosha. Kwa hiyo kuyaenzi ama kukumbuka maazimisho haya ni katika kukumbuka uhai wa mazingira yetu na uhai wa maisha yetu pia. Sisi kama Earthlands tunafanya utunzaji wa mikoko kwa sababu tunajua umuhimu wa mikoko katika mazingira yetu. Faida zake ni nyingi sana, na kwa kuzitaja kwa uchache kwa uelewa wote, mikoko hii inatusaidia kulinda ardhi ile fukwe kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo. Mikoko ni sehemu ambayo mazalia ya samaki pamoja na viumbe wengine wa baharini. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunatoa elimu ya utunzaji wa mazingira, lakini pia matumizi ya nishati salama, lakini kuandaa benki za miche kwenye mkoa mzima wa Tanga, na mpaka sasa tumefanikiwa kuunda kamati kwenye wilaya zote za mkoa.